Yes, mambo vipi kwako Shabiki Social? Na hii ni siku kipekee kabisa, ni siku ambayo tunasema Tanzania ama Afrika yote imetazama ama inasubiri kutazama ule uhondo wa ngao ya jamii. Na hapa Shabiki Social ndo sehemu pekee leo inakupa ruksa, inakupa fursa wewe kutoa dukuduku zako za moyoni kwamba ni Simba ama ni Yanga, itakuwa ni draw, itakuwa si 1-2, itakuwa 3-0. Hayo sisi tunaacha hapa kila dakika 90 mshoni zitamua, lakini ndo muda pekee wa kutembelea page zetu za Instagram, Facebook, X na Twitter. Una kingine cha kutuongezea? Tuongeze ile yale maoni yako yote ambayo umeyapost kuanzia juzi mpaka jana kufikia jana. Leo baada ya muda kuturuhusu tutapita nayo yote kulingana na muda wetu. Kwa nami Lawrence Saule, Shabiki Social namba 1 kindakindaki. Na siko peke yangu, kama kana niko na Shabiki Social namba 2 hapa nchini ambaye ni Abu Yusuf. Leo tunasema ngao ya jamii. Leo ni Shabiki Social ngao ya jamii special kabisa. Shabiki Social dabi. Dabi. Namna hiyo. Dabi ni dabi. Dabi ni Shabiki Social. Unajua leo ndo pazia lenyewe lile la msimu 2026 unafunguliwa. 2025-26 ndo tunaenda kulifungua hivyo. Pazia lenyewe hilo. Sasa nikwambie tu. Umesema Shabiki Social namba 2. Wewe namba 2. Sawa. Ama unataka namba 1. Mimi nitakupa. Leo kuna dalili zote za kugawa namba nyingine. Uzuri na mmoja kizuri share na ndugu yako. Ukitaka nikupe namba nitakupa. Leo kuna haja ya kugawa namba. Mimi kuna namba nitagawa moja, alafu utagawa nyingine. Basi acha basi sema hivi, narudia, Shabiki Social nisiyekuwa na namba kwa muda huu. Baadaye nitajua namba kama ni 3 au ni 4. Leo nitagawa, lakini uko poa kabisa. Niko vizuri kabisa. Tulikuwepo hapa kwenye matamasha makubwa yale ya soka, kwa maana lilikuwepo tamasha la Simba Day lilianza, lakini likafuata tamasha la Mwananchi Day. Yes, wenyewe wanapenda kuita Mwananchi Day. Yes, kwa ilikuwa ni siku ya Mwananchi ambayo ndio ilikuwa kilele chake pale. Kwa hiyo tukamaliza pale, tukapiga maneno yetu, tumeona watu wakizungumza, wakitamba kuhusiana na vikosi vyao ambavyo viviona, lakini pia kwa namna kipekee kabisa ni tunatarajia sasa kila ambacho wametuonyesha. Najua ilikuwa tu ni rapsha za pale na pale kuonyesha kwa vikosi na namna nani kajipanga na nani kajipanga vipi. Leo ni leo sasa kujua kati ya nani na nani zote zinaisha leo. Mimi nafikiri kabla tujatoa ule uhondo wote tuungane na mwenzetu Hassan Mvula mkonga legendari mwenyewe atuambie hali huko ikoje. Karibu sana Hassan Mvula. Stadium hii ni sherehe ya mpira hii leo, na bila shaka hali ni nzuri, kumekucha, kumependeza, kumenoga. Kubwa zaidi tunazungumza na mashabiki wa mpira hapa nchini Tanzania, hususan Simba na Yanga, na imekuwa ni burudani ya aina yake. Watu ni wengi kama ambavyo unaweza kuona, hii ni nje tu, lakini kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Mashabiki wa Simba na Yanga kama kawaida, ngao ya jamii, moja kati ya mchezo mkubwa kabisa ambao unafuatiliwa na wengi Afrika Mashariki ama Afrika kwa ujumla. Niko na shabiki wa Yanga. Kaka, unaitwa nani na tueleze mmejiandaaje katika mchezo huu wa leo? Mimi nadhani naitwa Jacob Mawazo Ntalilo, natokea Mbeya. Nilivyojiandaa leo, lazima makolo lazima tuwafyeke. Lazima tuwafyeke, ni uhakika. Unajua mke wako unamgeuza unavyotaka wewe. Tuongea lugha za kiungwana. Tuzungumze mpira. Sawa bana? Tunaongea mpira. Hapo tueleze umejisikiaje au unajionaje katika pambano hili la leo Simba na Yanga Kariakoo Derby? Pambano la leo lazima nitoboe. Na lazima niwafunge, na nadhani pale nimesajili usajili ambao ni mzuri zaidi. Nadhani siwezi kuwaangusha, na Simba lazima niwafunge kwa awamu ya 6. Nadhani hawezi kuniangusha. Nadhani ukiangalia usajili wangu pale, ukiangalia wakina Dumbio pale wako vizuri sana. Wakina Abuya, lazima niwapige mabao mengi ya kutosha, na wapiga bao 3. Naam, huyu ni shabiki wa timu ya Yanga. Ninaye pia shabiki mwingine wa Simba. Kaka, hebu angalia huku basi, wa Tanzania wakuone namna ambavyo unajiandaa kushuhudia mchezo mkubwa kabisa wa dabi ya Kariakoo. Unaitwa nani, tueleze, na umetokea wapi? Naitwa Bakari, nimetokea Mbeya. Kwa hiyo najua huyu jamaa aseme sana, ila sisi hatusemi kwa leo. Kwa hiyo leo atakachokiona ndo atakachosimulia. Kwa hiyo leo hii hatuna neno mengi, ila sisi tunajua Simba nguvu moja, sisi ndo kila kitu, ubaya ubwela. Naam, ni mashabiki wa timu ya Simba na Yanga.
baadhi ya mashabiki wakitaka wakifanya subira kuona namna ambavyo kabumbu hii itakayopigwa majira saa 11. Unaitwa nani, lakini pia matumaini yako yakoje kwa upande wako wa Dar es Salaam Young Africans? Naitwa Ashanti kutoka Mbeya. Leo tunaenda kuwagonga goli 3 bila kupinga yani. Safari yako ya kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam imekuchukua siku ngapi? Imenichukua ni saa moja tu. Imepanda tu ndege, sijapanda gari nini, saa moja tu. Saa moja. Naam, bila shaka mambo ni mazuri hapa Benjamin Mkapa. Saa moja kutoka Mbeya mpaka hapa. Dakika 5, saa moja dakika 5. Sijapanda masaa 12. Wewe umekuja na ndege? Nimekuja na ndege. Naam. Nini matarajio yako katika mchezo wa leo? Leo hamna kupinga, leo tunawagonga wapinzani goli 3. Goli 3 tunawagonga. Huyu ni shabiki wa timu ya Yanga. Niko na ndugu yangu hapa. Kaka, jifahamishe unaitwa nani na tueleze matarajio yako. Umesikia mashabiki wa Yanga wametamba kwamba wanawafunga goli 3. Wewe unaitwa nani na tueleze nini matarajio yako? Mimi naitwa Jumanne Isa Kamando. Matarajio yangu leo ni ushindi mkubwa. Nadhani Yanga wanaongea sana, ila hicho kichapo ambacho walitupiga mara 5 mfululizo waandikie leo hamna kitu. Leo ushindi ni mkubwa na lazima tuwafunge. Si chini ya goli 3. Ni yangu ni hayo. Naam, na tunaendelea kuzungumza. Naona kuna jamaa hapa ana hamu ya kuzungumza. Unaitwa nani na ni shabiki wa timu gani? Mimi naitwa Adam Bwana. Mwingine anaitwa Adam Babu, ni mshabiki kindaki wa Yanga. Yes. So mchezo wa leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo umefika na hamu yetu sisi wana Yanga kuona timu yetu ina muendelezo gani kutoka muendelezo tulioacha msimu ulioisha wa Milud kuingia muendelezo wa season inayofuata. So sisi tunatarajia tuendeleze kwenye ushindi kwa sababu kikosi chetu upana wake, ukubwa, hata aina ya uchezaji, uongozi. So unapata compact. Unajua ushindi sauji tu kwa maneno. Ushindi unakuja kwa vimuunganiko vitu vyote vitatu. Uongozi, wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki. Unaona mashabiki jinsi the way walivyokuwa. Naam, basi hawa ni baadhi ya mashabiki tu kama ambavyo unaona hali halisi ilivyo hapa Benjamin Mkapa. Na ndivyo ambavyo tunaendelea kuzungumza na baadhi, lakini hali ni nzuri kiukweli. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi licha ya kuwa hii ni siku ya kazi, siku ambayo baadhi ya mashabiki kwao imekuwa ni sikukuu na ni fursa. Ninaye hapa mmoja kati amepiga uzi wake wa mnyama. Kaka, unaitwa nani na tueleze mchezo wa leo unataraji kuwa ni mchezo wa aina gani? Kwanza kwa majina naitwa Nashi Crane au Nashi Flamable. Aisee, kwa mchezo wa leo mimi cha kwangu bwana, leo sisi tunakuja tu kushinda na tutaondoka na kombe. Ngao ya Jamii mnachukua, lakini mmeshapigwa mara 5 mfululizo. Tumepigwa mara 5 lakini leo ndio mwisho wa uteja bro. I promise me. Huyo ni shabiki wa timu ya Yanga bila shaka mambo ni mazuri. Yule aliongea ni shabiki wa Simba hapa, amekuja kabisa na ngao yake. Young Africans Sports Club mwaka 1935 ndio mwaka Yanga iliyoanzishwa. Unaitwa nani ndugu yangu na tueleze matarajio yako katika mchezo wa leo? Naitwa Bwana Asmani Juma Kidulasi, natokea Tayari Mshikamano Chanika. Tueleze mchezo wa leo unauzungumziaje? Mchezo wa leo kama kawaida yetu tu. Tunampiga kichwani tu mwaka huu. Hii tunakuja na slogan. Kuja na ngao yako hii unamaanisha kwamba ni dhahiri ndio umeshaanza kuichukua? Ndio nishaanza kuibeba mimi mwenyewe, ndio naenda kuifuata ndani nyingine. Mnashinda goli ngapi? Tunashinda goli 2. Haya, ni shabiki wa Yanga amedhihirisha kwa yeye kweli ni Young Africans kwa mujibu wa jezi yake, anavuvuzela na ngao amebeba hapa. Na sina shaka mambo ni mazuri. Bado tunaendelea kuongea na mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Unaitwa nani na tueleze nini matarajio yako kuelekea mchezo huu? Kwa majina naitwa Fabio. Yaani hapa nimetoka Mwanza. Nimekuja kuangalia idabi. Kwa hiyo leo unachomwambia mtani kwamba leo atoki. Tumejiandaa, kapata ushindi mara 5 mfululizo. Kwa hiyo leo tunaenda kumaliza uteja. Tumejipanga, timu tunayo, kikosi kizuri. Kwa hiyo leo tunamaliza uteja. Sawa. Mtani leo ajiandae kwa kichapo. Sawa, na ni vizuri naona uko na mzee hapa. Kaka, tuambie unaitwa nani, lakini kwa matarajio yako wewe nini ambacho unataraji katika mchezo huu leo? Ni shabiki wa timu gani? Ni shabiki wa timu ya Young Africans.
Mimi nasema kwamba kwa siku leo Naitwa nani? Mimi naitwa Alfani Ismaili Asman. Nini matarajio yako pamoja na kuwa unasema leo mnaibuka na ushindi? Matarajio yetu ni kuweka ushindi na kuendeleza rekodi yetu vizuri. Simba wanasema wamejidhatiti katika mchezo wa leo. Wanasema siku zote ngoma ya kitoto huwa ikeshi. Unaona? Wacha wapige kelele lakini ngoma ya kitoto huwa ikeshi. Jibu watalipata ndani mwa muda mfupi. Kuanzia hivi sasa tunahesabu kwa masaa. Lazima tumtie adabu. Tutajie baadhi ya wachezaji tu angalau wanakupa matumaini leo. Pale mbele kuna Abuya, kuna Pakome, kuna Maxi Zingeli. Tantafutia chimbo hapo. Shukrani. Basi kutoka hapa Benjamin Mkapa Stadium, hivi ndivyo ambavyo hali halisi ilivyo. Mashabiki wamekuwa na shauku kubwa ya mchezo huu wa ngao ya jamii. Nikiripoti kutoka hapa, Hassan Mvula, Azam Sports. Ndio mambo yalivyo huko Benjamin Mkapa, ambapo tayari tumeona mshamsha hiyo mashabiki wameanza kujitokeza na wanasogea pale katika dimba hilo la Benjamin Mkapa tayari kabisa kwa mchezo huo wa Kariakoo Derby, ikiwa ni ngao ya jamii. Huu ni ufunguzi ama ni kipenga kile cha mwanzo ambacho kinapulizwa kuelekea sasa msimu mpya wa 2025-26. Uliniambia kwamba leo tutatoa namba. Mimi ndo nilikwambia. Sawa, wewe unasema mimi wala sina shida na namba yako. Sasa mimi nasubiri sasa hizo namba. Mimi namba tutatoa baadaye. Haina shida. Wewe ita namba. Sasa wewe unakumpa namba wewe mkaribishe wewe sasa. Mimi namba sina shida na namba leo. Mimi hata namba 0 ikiwa namba 10 azongo mashabiki social wamefurahi. Mimi kwa nini nikasiriki? Bana, kama kawaida unavyojua kwenye Shabiki Social huwa mara nyingi tunazungumza na mashabiki wanaokuja studio hapa, lakini mashabiki ambao wako mtaani kama ambavyo umeona Hassan Mvula ama Mvula Hassan akizungumza pale na mashabiki katika dimba la Benjamin Mkapa. Na hapa sasa tunamwalika Deo B. Huyu ni shabiki kindakindaki wa Young Africans ambaye amesema kwamba leo hawezi kupita hivi tu, ni siku ikaisha hivi mpaka aje azungumze na sisi. Kuongea na mashabiki social sisi wenyewe. Zungumza naye hapa Deo B, tutampa namba yake pia. Alafu kuna namba nyingine ambazo pia tunazoendelea kusema hapa. Karibu sana Deo B. Asante sana. Mambo yanakuwaje? Safi. Uko vizuri? Niko vizuri. Kama kinyonge. Niko vizuri. Karibia pale. Sawa. Ndio. Anasema niko vizuri. Lakini unaweza kupita tu hapa studio. Wewe jiachie. Huko Azam TV. Sio tu uwanja wa comment mnapewa ruksa mpaka hapa studio. Uwanja kwako sogea mbele kidogo ili uweze kuona mashabiki social wenzako wote. Usikilize vizuri kabisa. Mashabiki social ambapo unazungumza Deo B. Kwanza tuambie kwanza umetoka wapi mpaka huko hapa Azam TV kwa sasa, na tunajua upo kwa nini. Tutakuja hapa kwenye kwa nini, lakini nikwambie saizi mashabiki social wa upande gani ambao unawakilisha hivi sasa? Nawakilisha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Ndio, kwa hapa Dar es Salaam kutoka upande gani? Kwa maana eneo gani? Mbagala, Mabibo. Kwa hiyo mashabiki social Mabibo leo wanawakilishwa hapa na Deo B kutoka Mabibo, Dar es Salaam. Karibu sana Deo B. Kubwa zaidi ni mchezo huu. Tunajua kabisa tayari kuna kujiamini kwa hali ya juu kutokana na michezo ambayo imepita. Ukiwa kama shabiki kindakindaki wa Yanga, leo tunaona 6 mfululizo ama itaishia hapa? Leo ni uhakika kama kawaida, kwa sababu na imani na kosi changu kulingana na muunganiko walionao wachezaji wangu. Kwa maana wamekuwa pamoja kwa kipindi kirefu. Wamekuwa pamoja kwa kipindi kirefu na uhakika na ushindi siku ya leo. Kwa sasa hapo kwenye uhakika na ushindi, kwa tumeona Mwananchi Day, umeona Simba Day, si ndio? Ndio. Wewe kitu gani hasa kinakupa yale mabavu kwamba bwana sisi leo wananchi tunaongeza 6? Yaani kwa nini yani? Kwenye kosi chako baada ya kukiona ile siku ya Mwananchi Day. Baada ya kukiona siku ile nimeona kabisa wachezaji wamejitoa kwa kiwango kikubwa sana. Ingawa nadhani kuna marekebisho madogo tu ambayo kocha anaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo naamini leo, na kama alivyoongea jana akasema yani timu tuliyoiona katika mchezo ule tofauti na tutakaoiona leo. Na kama unavyojua kunapokuwa na kombe wananchi bwana hawana Deo mnipe kwanza kikosi cha leo kwanza. Wewe unaona nani na nani pale wanaanza leo pale? Wananchi wanawakilishwa na nani? 11 wale wanaoanza. Golini kama kawaida Jigi Diara. Twende. Kuna Isla Mwenda. Twende. Dickson Job.
Baka, Mudasir, asante, Pacome Zouzoua, Clement Mzize, sawa, AI huyu tunamwita Mohamed Dumbia. Mohamed sawa. Dumbia hapo. Nane. Tutakuwa na nani huyo? Tutakuwa na Kwa Zimbwe hapo hayupo kwenye hapa anatafuta wapi hapa? Kwa wapi? Kwa Zimbwe hayupo. Anataka wapi? Anataka wapi? Okay. Zimbwe kama kawaida. Sawa, Ekuwa anakaa wapi? Ekuwa anakaa wapi? Ekuwa kama kawaida atakuwa mbele pale. Kiwasha kama alivyokiwasha kwenye siku ya wananchi ama Mwananchi Day. Sawa, huyu ni kikosi cha Deo akizungumzia. Sasa nafikiri hicho kikosi chake ambacho amekitaja pia tuna maoni yale ambayo tunasema Shabiki Social ndio kipindi pekee kinakupa wewe fursa mtazamaji wa Shabiki Social ku-comment kwenye Instagram, Facebook, X na Twitter. Kwa hata tukapitie baadhi tukiwa tupo na Deo na yeye kutoka Mwananchi na yeye atuambie haya ambayo yanaandikwa yamo ama ni story tu. Sawa, Juma Musa katika ukurasa wetu wa Facebook wa Azam TV Sports ametuandikia akisema kwamba leo sasa ndio Yanga Day yenyewe, ambapo anasema full time ni Yanga 2 na Simba 1. Franco Africano anasema full time kwa maana mchezo utaisha kwa Simba mabao 3-1 dhidi ya Yanga. Jose Yanga Mkwavika anasema kwamba leo ndo Yanga Day sasa, maana walikataa mwaliko. Haya, ni maneno ya shabiki hayo. Shabiki Social ambaye ametendekea katika ukurasa wetu wa Azam TV Sports kule Instagram, Facebook. Hatib Said anasema kila laheri timu yangu ya Simba katika mchezo wa leo, ndicho ambacho amekiandika. Hayo ni maoni pia ambayo tuko nayo hapo. Tuangalie mingine ambao tuko nao. Mbaga Charles anasema kwamba kikosi cha leo yeye sasa Diara, Kiboko namba 2, Kiboko namba Bisho, Zimbwe namba 3, Baka namba 4, namba 5 Job Abuya, anafuata Max Nzingeli, Kouma, lakini yupo Mzize, Pacome, Likae Duduasha pale mwisho kabisa. Ekuwa sawa. Sub ni Msheri Boka, Ansink, Conte, Mudathir, Dumbia, Casemiro, Magneto, Boyeli pamoja na Dube. Joseph anasema Azam TV kazi yenu imetukuka. Haya, makofi kwa Joseph kwanza. Kwa Azam TV na Joseph mwenyewe ambaye Shabiki Social kindakidaki na yeye. Yes, ambaye ametuandikia hivi. Shukrani sana Joseph. Moses Serengeti anasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Simba bingwa. Osia Joakim anasema Yanga bingwa inafungwaje? Yanga bingwa inafungwaje? Nadhani ndio mstari ambao ameandika hapa. Inafungwaje? Sasa sisi tupo kila upande. Sisi tunapicha na comments zote. Sio shida zetu. Sio shida zetu. Burudani kwa Kenny Wakeli anasema kuna mtu leo atapigwa pale kwa Mkapa afa akacheka. Hajasema mtu gani sasa? Ni nani huyo? Na weekend mwenyewe ajulikani ni Mwananchi ama ni mnyama. Yeye kasema tu kuna mtu atapigwa. Sawa. Riza Sweetbet anasema kwamba siku imeshafika, tambo zimeisha, zianze zile za kimataifa, akimaanisha kwamba leo ndo siku yenyewe imefika. Watu wametafutana kweli, tarehe 16 ndio hii hapo imefika sasa, Septemba 16. Hamis Baby anasema dabi ya lawama mtani, sitaki lawama, 2-0 mtani. Mimi sijui mtani. Kwa yeye naye hajulikani kwa timu gani. Yeye ni mtani. Yeye mtani, mtani, lakini anasema kuna 2-0. Sasa kwa nini amekuwa muoga? Hamis, tuandikie tena Hamis. Hamis, rudia comment yako. Rudia tena. Huyu mtani ni nani unamzungumzia? TZ Boy anasema kwamba wakubwa hamna hata half time show. Mngemshusha hata Mondi. Sawa, hiyo ni tunasema mawazo. Lakini sasa kabla kwenda mbele Abu, tuko bado na Deo atuambie sana yeye ameona hizo tathmini za watu 3-1, 2-0, 1-0. Kwa kile kosa ambacho umekitaja mwanzo. Unaona leo Wananchi mtatoka na ngapi dhidi ya Simba mtani wenu? Kwa sababu ya Ijumaa tuna mechi ya kimataifa. Leo tunapiga kichwani nyundo 2 tu. Singizio vishaanza sasa. Umeanza kutuset. Maandalizi yanahitajika kimataifa na tuna malengo makubwa huko. Tutapiga nyundo 2 tu, tuchukue ngao yetu. Basi tukue pipa kuelekea. Haina shida. Sasa wewe muda wako jidai, kuna wengine wanakuja badala yako wewe. Mimi nataka hivi sasa aiangalie ile kamera pale, afu uambie unawapiga kina nani. Tuambie vizuri. Pale tuambie pale juu pale kwenye kamera. Leo nani hii hapa kamera yako hiyo juu kabisa pale. Tuambie huyo nani anapigwa nyundo 2 hapa. Wanaopiga nyundo 2 ni Simba Sports Club. Kutoka Msimbazi. Kwa kipindi mnawapiga wao wanakuwa wanafanya nini muda huo?
watajitutumua, ndio hiyo watachukua moja hiyo ambao kidogo itatia moyo huko mbele kujiandaa na ligi. Anyway, sawa, tuendelee na maoni mengine. Ni Deo akituandikia hivyo, akituambia hivyo, lakini kabla maoni nikwambie tu kwamba tulikuwa na moja kati ya wasanii ambao wamezungumza na sisi kipekee kabisa, Choki Junior. Yes, ambaye Choki alikuwa na Junior. jambo Mtoto wa Ali Choki. Mtoto wa Ali Choki. Najua mnamjua Ali Choki au Gen Z na yeye kidogo Ali Choki kawapita. Twanga pepeta navyoipenda jamani, enzi hizo tukapepeta. Gen Alpha basi. Kwa kidogo sawa. Ni mzee wa muziki wa dance tunasema. Bado wamuamu wanakumbuka. Mtoto tukamsikiliza hapo Choki Junior ambaye alikuwa na hili la kuzungumza na sisi wanashabiki social hapa Azam TV. Sasa tunaomba radhi kwa changamoto kidogo ya sauti, lakini baadaye tutarudi pia na Choki Junior. Kwa hiyo baki hapo hapo. Uzuri kwamba Shabiki Social hakuna jambo ambalo leo litaharibika. Tupo hapa kwa ajili yako wewe, kukupa burudani, na huu ndio muda pekee wa kuondolea pressure zote. Uwe mnyama, uwe mwananchi. Dakika 90 zitaamua. Na sisi hapa ndio wazalendo wenyewe. Abu, zile sifa 3 za kuwa Shabiki Social, nafikiri huu ndio muda wake pekee. Kama kawaida, Shabiki Social kwanza lazima uwe mzalendo. Hakikisha kwamba unakuwa mzalendo, lakini sisi tunahubiri mara nyingi umoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ndio. Lazima tuwe kimoja akinini. Yes. Nitakupa maana halisi ya Shabiki Social baadaye hapa. Sitoke, endelea kukaa hapa kwa maana halisi kwa vitendo. Sawa, kwa sifa kwanza maana halisi kwa vitendo. Tuwe mzalendo. Tuko nao hapo baadaye. Yes, tuwe wazalendo, lakini umoja, lakini kubwa zaidi pia hakikisha unakuwa mwanajamii. Shabiki Social ni mwanajamii. Unakuwa una ustaarabu, unakuwa shabiki wa kistaarabu, sio shabiki wa mabavu. Yaani hata leo pale uwanjani wakiwepo pale Shabiki Social, wao tuna ustaarabu. Sawa, kuna ulinzi, lakini pia ulinzi unaanza na wewe mwenyewe. Kwa hiyo tuwe tuwe waadilifu, tufurahie mchezo. Baada ya hapo tutajua kama ni nyekundu, njano, kijani, nyeusi, nyeupe, sio shida zetu. Tuendelee na maoni. Bado dogo Deo naona anataka abadilishe. Tuliweka ratiba yetu pale ya mkeka wetu wote wa Azam TV. Kuna maoni niliyaona, nilifurahi sana. Kuna mmoja akasema mimi nasubiri hiyo saa 3 hiyo. Waone hapo hiyo saa 3 mashabiki wanazungumza hivi. Tashrifu anasema ukiona jua linachoma ukiona jua linachoma sana, basi tambua linakaribia kuzama. Usikate tamaa. We go Lunyas. Nguvu moja. Bila shaka ni shabiki wa Simba. Sawa. Abdurrahman Salum anasema kwamba Yanga bingwa. Ameandika hivyo. DJ Finya anasema ile siku ya kisasi ndio leo. Iwe jua ama iwe mvua, Simba Sports Club bingwa. Sawa. Dr. anasema kwamba Yanga 5G, akiweka moto hivyo. Ameandikia maoni yake hayo katika ukurasa wetu huo wa Facebook wa Azam TV Sports, lakini pia kule Instagram @Azam TV Sports. Sawa, tutoke hapo pia tuangalie maoni mengine ambayo pia tuko nayo hapa. Maoni yako mengi kweli kweli. Na Gabi Baya anasema kuna mashabiki wataondoka na huzuni leo. Kuna nani hao? Nasoro Mwesongo anasema ndani ya nyavu mapema tu. Yanga bingwa. Omari anasema kwamba Yanga bingwa. Big Masox anasema leo tunatoa unyonge. Nani mnyonge? Kwa kila mtu mnyonge hajulikani nani, ambaye ataondoka na furaha hajulikani ni nani, ambaye ataondoka na huzuni hajulikani ni nani, ambaye atafungwa hajulikani ni nani. Sila sababu uzuri wenyewe kwa dakika 90 zitaamua. Mkeni bwana, mtu andikieni bwana. Mbona wamekuwa waoga mashabiki? Eti Deo, shida iko wapi leo? Mbona kama yani hamjiamini na maamuzi yenu? Ni kulingana na aina ya vikosi ambavyo timu zote zinazo. Upande wa pili na wao wamejitutumua kidogo. Wamesajili na sisi tumesajili pia, tumeongeza nguvu. Kwa hiyo hicho ndio kinachowapa watu. Kwa hiyo zile mbili zako zinaweza zikatokea ama zisitokee vile vile, au unabaki kama zitatokea? Mimi na hakika zitatokea. Mchezaji gani wa Simba unamhofia? Unamhofia?
Hamna name of fear. Mbona sema kwamba wamejipanga eti? Wamejipanga lakini hamna name of fear kwa sababu na imani na kosi changu. Asilimia kubwa wachezaji waliowapiga mechi 5 mfululizo leo wapo. Namna hiyo. Hivyo ndio ungangania upande wako. Anyway, shukrani sana kwa sasa. Twende moja kwa moja kwa Choki, Junior msanii wa kizazi kipya, lakini pia ni mtoto wa msanii nguli wa muziki wa dance Ali Choki, ambao anasema yeye pamoja na baba yake ni timu gani. Twende tukatazame muda huu. Asante sana AK, asante sana Abu, shabiki social. Mwanangu wa Simba, oye Simba. Mimi ndio sio kijana, leo itakiwa kidogo ni na mzee pale, lakini yupo kwenye majukumu. Kwa hiyo nimekuja kuwakilisha mimi pamoja na mzee na kuwakilisha washabiki wote wa Simba. Siku ya leo ngao ya jamii tunakutana na mtani, ila mtani I hope awe amejiandaa kabisa kwa sababu timu tumeona, usajili tumeuona, kocha bado yuko imara Fadlu. Kwa hiyo sina cha kuongea sana, ila nataka dakika 90 ndio tutaongea, maana unajua mimi na Simba ni kitu kimoja, haina maana. Yes, kwa hiyo hayo ni maoni ya Choki Junior akasema kwamba amemwakilisha yeye na baba yake ambaye yuko katika majukumu ya kikazi, na huyu ni mnyama ama hawa ni familia ya wanyama. Kwa leo ndio siku pekee kuja kujua watu fulani wako upande gani. Lakini kutokana na watu wengi na majukumu mbalimbali, kwa tumewapata baadhi na wengine tuko nao hapa studio. Leo umemsikia Simba wewe? Nimemsikia. Hajakushtua kidogo? Hakuna kilichonishtua. Hakuna kilichonishtua kwa sababu unajua sisi watu ongei sana. Hatuongei sana. Sisi tunafanya vitendo uwanjani na tunapoona trophy pale au tunapoona kikombe changanyikiwa kabisa. Akili inakuja sawa vizuri. Bwana wewe. Kwa naomba wananchi msio na wasiwasi. Mimi nampa nafasi kwa leo shabiki social namba 1 namba 2. Yeye nitampa namba 5. Namba 5 namba yake. Tunaruka kabisa hapo katikati. Sawa. Hizo namba nyingine tutakuja kuzitoa baadaye. Leo umepewa namba 5 shabiki social namba 5. Namba yako itetee, ifanyie kazi. Sasa mimi nakupa nafasi leo. Ndio. Kwenye kamera yako pale. Mtupesi. Oya, nyie leo. Nyie. Kidogo kionjo kama kutuimbia nini yani? Pashikaba kana kidogo mapumziko na watu usikie watu. Twende kazi leo. Bwana wamenipa namba 5 akina Abu hapa. Na hiyo ni mara 5 tumewapiga makoro. Kwa hiyo leo inaenda kuwa mara ya 6. Na waambiaje wananchi? Naomba msio na wasiwasi. Msio na wasiwasi. Leo tunaenda kufurahia kwa mara ya 6. Tunafurahia kwa mara ya 6 na hiyo itatupa hamasa zaidi kuelekea mechi yetu ya Ijumaa na tutakiwasha. Kwa hiyo naomba msio na wasiwasi. Leo kama kawaida watarudi kule kumlaumu yule baba. Sikutarajia punchline. Yaani umetuvuruga. Sikutarajia. Hiyo punchline sikutarajia kabisa. Hongera sana kwa hiyo. Kwa namba 5? Hiyo ni namba ambayo tumewafunga ndugu zetu. Kwa ukaongeza na 6. Ya 6. Ya 6. Shukrani sana. Inakuja hivi. Anyway, shukrani sana kwa leo pamoja na kwa wewe ambapo kutoka mwanzo tumeanza mpaka muda huu uko nasi. Ila tunakwenda mapumziko mafupi kidogo. Tunakuambia usibanduke, baki hapo hapo. Leo tuna ratiba ndefu sana yenye burudani kwa ajili yako wewe shabiki social. Yes, na tumerudi tena ndani ya Shabiki Social. Uko nami IK the host ambaye leo nasema sina namba, nimepokonywa namba rasmi na Abu. Amesema namba anazigawa zote kwa mpaka sasa hivi namba 5 kashampatia DOB. Hiyo 1 2 3 4 sijui mpaka sasa hivi ni za nani. Sijui niko wapi kwenye hizo 4. Lakini sio mbaya sana, mimi pia ni mzalendo. Kwa sasa huu ndo muda pekee. Tulisema leo tuko pekee yetu kama kawaida yetu. Tuko na mashabiki social hao wanaoingia muda huu. Yes. What do you say? Mashabiki social na hao tuko nao Mama Chanja, mzee wa mjengo. Hiyo ndio maana halisi ya shabiki social hao wanaoingia hivi sasa. Outlander. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Kuna mama mwenye gari lake mjini. Mama mjengo. Tukianzia hapo, kwani nyumba na gari kipi chenye yani kipi cha muhimu sana? Sasa hiyo ni yote. Kimoja. It's a matter of time. Wote mna experience. Ndio kufanya kama ile education is better than money. Yes, for the following point.
How we look? You look good. Yeah. Unaona uzi tumeona. Usiseme how we. Sema how I. Anaeka wingi kwenye jambo lake huyu. Wingi wa nini? Ndio tunaonekanaje wote? Mimi na wewe nakujua. How I look? How you look? Machanja ndo uje nazo zenye tarehe. Tuko serious. Zenye tarehe. Tuko serious. Ani hawa. Haya, kwako Shabiki Social. Tuko studio na tunasema wachekeshaji, comedian wanawake ambao wanafanya vizuri sana kwa hapa nchini Tanzania. Lakini pia ukiongelea wanawake ambao wanafanya vizuri, ukosi kutaja majina yao. Kwa ile top 10 kusema Asma mwenye magari yake mjini. Gari moja lakini kama vile na magari 10 mpaka sasa hivi. Yaani tunapata shida sana hapa mjini. Lakini kumwangalia mama Chanja mwenyewe, mama mwenye mjengo wake. Yeye pa kulala uhakika kabisa. Swala la gari kasema it's a matter of time. Kwa tuko nao hapa Simba na Yanga leo sasa. Tutaona nani mwenye gari, nani mwenye nyumba. Dakika 90 zitaisha. Kwanza nikukumbushe tu kwa mujibu wa moja kati ya familia zao kiredio alisema kwamba hii ni familia ambayo inafuatiliwa zaidi. Asante. Mitandaoni. Kwa familia ya Mashabiki Social. Sasa sisi Mashabiki Social nini tusiwaite? Ndio. Sisi ni nani wakati wenyewe tunawafuatilia pia. Karibuni sana. Tumefurahi pia kuwaona kiukweli. Ningependa tutumie Kizungu ama Kiswahili. Nauliza hapo. Ungependa tutumie lugha gani? Wewe unapenda tutumie gani? Yaani kwa Asma ambayo unamiliki Outlander. Kidogo Esther Kiswahili. Sasa. Sawa. Ngoja kwanza uje. Unatafuta point ya kunipigia. Asma imebidi ataje jina kabisa. Ogopa nitoa machanja. Na hapa hakuna meza nikotakiwa nifanye hivi Esther. Kwa msisitizo. Kwa msisitizo. Ingenoga kama tunataka ushinde kunitetea. Ingenoga? Ingenoga sana. Bana, wale hawajui sana. Hivi kwenye Simba Day kwa nini mlimshusha mama Chanja? Nani? Kwenye Simba Day. Kumshusha? Kwenye gari. Mlimshusha kwenye gari. Alikuwa na hali mbaya. Hali mbaya gani? Hatuwezi kusema hapana. Hamna lolote. Ni vile mimi sio timu yao eti. Kwa sababu nimeharibu kwenye gari sijavaa jezi yao nishuke. Sasa wewe ungempeleka wapi? Ungempeleka wapi? Mimi nilikuwa na huzuni yako. Asikopata kumpiga. Mimi singetetea, ningesema simjui. Mimi nilikuwa sitakwenda kwenye timu yao. Mimi nilikuwa nimepewa lift wakaniambia shuka. Haya, tuanze kwa mama Chanja. Kama mama. Ndio. Leo una matarajio gani? Hasa baada kuna kikosi chako. Kuumia. Yaani mmekwenda kuumia ndugu yangu. Sawa. Yaani sisi hata kama wasingeongeza kikosi, kile kilichopo tu kinatosha kuwaua. Hizo dharau. Watoto wadogo, watoto wajitulia. Kwa hiyo hakika huko Machanja. Tuambie pale. Baki masaa mangapi jamani? Tunakaa countdown ni ndogo sana. Ina maana wale baba wote ni watoto wadogo fresh. Watoto wadogo. Mtanioji. Haya kwako wewe mtoto wake. Mimi wewe. Kwanza kwani niwaambieni kitu. Ogopa watu ambao wanajipa uhakika 100% kwamba hawa watu tunaenda kuwaumiza. Naongea na nyie. Hawa hapa wasiwatishe. Naongea na wewe mtazamaji. Mtangazaji huyo sawa? Huyo mtazamaji wa Azam TV. Anatetemeka. Shabiki Social. Ni watoto wadogo sana. Pale tuna nani? Tuna Kamala. Anakuja Chasambi pale. Wote wamekaa pale, kuna kina Molingo, kuna Diri au. Kwanza tuna 14 Hamza, unamjua? Asante. Unamjua? Alafu tuna nanili. Yaani cha kwanza uhakika ambao wanajipa ni kwa sababu wameshatufunga mfululizo, kwa bado wanajidi kujipa. Sasa mtu dada tumefunga mfululizo. Jamani wewe mtu tamwekea tumaini kweli. Sasa kwa nini mtoto hakui? Umefunga mfululizo. Leo akiharibu kesho karibu tena. Unakuwa wapi? Si anachapwa anajifunza. Tulieni tuwapige. Huyu hapa ngoja. 3 za kichwa. Subiria. Wao wanatupiga sisi kichwani. Yaani ngombe tumehurumia sana hizo. Sawa, umeona 3. Na hiyo moja yenyewe si mtamtegemea Pakome is up to you. Wewe utajua Pakome. Anatumia Kiingereza, umenisikia? Ulimkataza lakini pamechangamka. Kwa hiyo changamka. Kaanza kuzoea sasa. Mimi atukatai. Kila mtu anaruhusiwa kuipamba. Wasema mbamba ngoma sana vutia kwake. Atukatazi watu mwambafai na timu zenu. Ila msichukulie hivyo. Machanja umepoa? Wana ukubwa gani? Wana ukubwa gani? Watu waliwataja. Tumeanzisha juzi. Watu waliwataja watoto wadogo sana. Kikosi chetu juzi umekiona hujakiona? Kikosi gani? Kwenye Simba Day. Kikosi kile ni kikosi jamani. Umeanza kuonekania pale. Yaani mimi nakwambia hivi, sikiliza, not my world. Sasa wewe unaharibu. Hapa hata tusingeongezewa kikosi. Kile tu kilichopo. Tulikuwa tunatoa kwa maana cha msimu uliopita. Hata kinatosha kabisa. Hata bila kuongeza. Wewe hizo si dharau kabisa, mtu anakuambia kikosi cha msimu uliopita kitakatufunga sisi na tumesajili. Hata bila kuongeza. Tunawachakaza. Wewe pale tu akiingia Pakome mnachanganyikiwa na tatu zile.
Sasa Pacome akiingia kachanganyikiwa, kwani sisi wachezaji hawapo? Ni watoto. Hivi kwanza ulimuona Hamza? Ulimuona juzi Hamza alipokuwa anakaba? Ulimuona? Amekaba wapi jamani? Mlikuwepo? Unaona wewe ulikuwepo? Mimi nilikuwa live yana kwenye TV. Kwa na waza Outlander. Kwa hiyo live ya TV na kwenye na nyumbani tofauti. Macho ya mtu huyu hapa sana kwa jicho la umama. Angalia kama mtoto. Angalia kama nani Gen Z. Sasa wewe Gen Z tulia hapo. Wewe mama tulia hapo. Abu, twende kwenye maoni mengine. Tuangalie wanajitafakari, watabadilisha maneno yao ama watabadilisha. Ama mtendane na maoni haya ambayo tuko nayo hapa. Tuangalie pia maoni ambayo tuko nayo mtandaoni. Kumbuka tuko na Mama Chanja pamoja na Asma Outlander. Anasema yeye ni Asma Simba Outlander. Majina mengi. Sawa, Samuel Yoba anasema Azam kiukweli mmenyoka kweli na tumenyoka kweli kwa sababu unawaona hapa Mama Chanja Asma wako tunachaje kunyoka sasa. Frank Lucas anasema kwamba vipindi vimekaa bomba na kama Shabiki Social amejiandaa vilivyo kuona mtani akipigwa yale mtani nani hajasema za kichwa. Unajua kabisa hapa nazungumzia nini. Sawa. Haya. Za kichwa hizo. I am Isaac anasema mimi binafsi naona Yanga akishinda kwa goli 3 na kuendelea. Ndio. Zile Kiringa anasema Azam nawapongeza sana, hakika mnatupa burudani. Amelipia mapema leo nikilisha tarehe 14. Haya ni vizuri sana, raha za Azam TV, bandika bandua burudani kwa wote. Umetisha sana Zile Kiringa. Sauda anasema Simba 2 Yanga 0. Yes. Baby J20 anasema leo mambo ni mawili tu. Yanga amfunge Simba au Simba afungwe na Yanga. Uzalendo huyo. Simba. Unisikie hiyo? Mimi nimesikia. Yanga amfunge Simba au Simba amfunge Yanga. Hiyo hajakaa vizuri. Msikize tena. Anasema leo mambo ni Yanga amfunge Simba au Simba afungwe na Yanga. Mtafungwa nini? Twende. Levocatus anasema kwamba goli la kwanza Mkwala na la pili ni Kibu. Kibu Dennis. Kokpo anasema Simba bingwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ndio ameandika hivyo katika ukurasa wetu huwa akituandikia maoni yake. Kwa hiyo hayo maoni ya kushia hapo. Sasa sababu tuko na mwana Simba hapa na mwana Yanga. Tuanze. Mama au mtoto nani anaanza? Who is first? Mtoto. Nani kwanza kuona dunia? Si huyu. Haina shida, twende sasa tukawatazame kwa msanii na yeye ni msanii ngule Bongo Flava hapa tunamwangalia Sogi Dogi. Hicho kibanda cha simu kinachompa Sogi wazi. Zinapanda kweli hapa. Enzi hizo. Hajazaliwa huyu. Twende kazi kwa Sogi Dogi. Karibu. Kupata nafasi hii kwenye Shabiki Social, kama mnavyojua leo hii wekundu wa Msimbazi sisi tunacheza na utopolo. Ukiniuliza haraka kwanza nadhani watu wote wanafuatilia historia, ndio utopolo wametufunga sisi mara nyingi, lakini ukiuliza vijana wa sasa hivi wenyewe wakikumbuka watazungumza kuhusiana na goli 5-1 ambazo utopolo wamewahi kutufunga, lakini vijana hawajui kwamba rekodi ya Simba kumfunga Yanga goli nyingi, sisi tunaongoza Simba kumfunga Yanga. Simba imewahi kuifunga Yanga goli 6-0. King Kibadeni Mputa akipiga goli zake 3 na hakuna mchezaji mwingine ambaye amewahi kupiga hat-trick katika dabi hii, au sio? Lakini pia kuna rekodi ya Simba kushinda 5-0, kuna rekodi ya Simba kushinda 4-1. Kwa hiyo bado Simba tuna wenge lile la goli 5-1, ila na uhakika kwa usajili uliofanyika na mtu aweza kateleza mara mbili bwana. Msimu uliopita ulikuwa mzuri sana kwetu kwenye mechi za nyumbani hasa kwa hawa jamaa, lakini na uhakika leo hii tutaamka tulipoanguka, na uhakika leo hii nitarudi nyumbani nikiwa na furaha kwa sababu Simba atashinda tu mechi ya leo. Simba anamfunga Yanga leo hii, amini msiamini. Acheni kuwasikiliza watu kama kina Fobi, sijui Stamina, sijui Mansuri, hao wote ni utopolo tu na hawezi kushinda hii game, au sio? Wakisema ni nani kazungumza, waambieni ni Chief Rumanyika, Sogi Dogianta the Entertainer, nje kibanda cha simu, tangazo la oya. Hicho kibanda cha simu kinachompa Sogi wazi. Ngoja kwanza. Hicho mimi naimba, mimi mzalendo, wewe usijali. Mbona mjamweka mtu wa Yanga hapa? Tulia mama. Punguza pressure. Mbona unaenda mbio? Twende kazi kwa Mansuri Sinza Star. Haje kumpa pressure, kumpunguza pressure Mama Chanja. Karibu Mansuri. Naitwa Mansur Ali aka Mansuri aka Sinza Star, msanii wa rap hip hop Tanzania. Leo tuko hapa atuzungumzie music.
leo tupo kimichezo zaidi na tupo kwa ajili ya kuzungumzia dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, mechi ya ngao itakayofanyika pale kwa Mkapa mida ya jioni. Tumeona kikosi cha Simba Jumatano siku ya Simba Day, na tumeona kikosi cha Yanga pia siku ya Ijumaa, kilele cha wiki ya Mwananchi. So far watu wengi wamekuwa wanasema kwamba mtaani kwamba hazijaonesha cheche hivyo, yani kwamba Simba watu walivyo expect, yani haikuonesha cheche hivyo, yani haikuwa kucheza hivyo. Alkadhalika Yanga pia watu wanasema hivyo mashabiki kwamba haikuonesha ni makali hivyo. Inawezekana labda pia ni mbinu za kila mmoja kutaka asisomeke kabla ya hiyo mechi ya dabi, lakini tunavyojua kwamba dabi ni dabi tu, hata ikawaje hata mmoja ana kikosi cha aina gani, dabi bado kuna ile excitement yani waipotei. Na mimi naamini utakuwa mchezo mgumu kwa sababu mpaka sasa hivi vikosi ukiviangalia kwa jinsi hizi mechi za hizi vilele vya hizi siku zao kwamba hakuna timu ambayo imeonyesha kiwango cha juu kupitiliza dhidi ya mwenzake. Kwa hiyo bado ni mechi ambayo iko 50-50. Yote anaweza kupata matokeo. Japo wengi wanaamini, sijui labda wengi au ni mimi kwa sababu ni timu yangu Yanga, naamini kwamba Yanga iko vizuri zaidi kwa sababu wachezaji wengi wale waliobaki bado wapo kwenye form. Japo siku ile tukumuona Pacome na Mzinzi, lakini tumeona huko nyuma kwenye mechi nyingine za kirafiki ni kwamba watu ambao wako nondo, na pengine kocha kuwaweka maksudi kabisa sababu ndio matarajio ndio tegemeo. Kwa hiyo mimi naamini itakuwa mchezo mzuri, ifike tu majira ya jioni basi kijulikane which is which, nani ataibuka kifua mbele, lakini mimi na 90% Yanga inashinda. Haya, 90% za Sinza Star Mansuli Yanga anashinda. Anakuambia kina yeye mchezo kwa 50-50. Kwa Simba kwa vizuri, yani kama mzalendo. Mansuli kwanza ni ukiachana na ushabiki, ni mchezaji pia wa mpira. Kwa anaujua kwa. Kwa hiyo kwa hapo mbona unamsikiza hapo? Kwa ujumbe kwa nani tunasema hapo? Unaweza kukaa unawasikia kina mbwaduke fulani hivi wakati anazungumza maoni yake. Kwa hiyo ni shabiki lakini ana uchambuzi mwingi yani. Yes, Mansuli huyo Sinza Star, kati ya mastaa hao wa hip hop. Mbona kama mmepoa ndugu zetu? Niko dipu. Mansuli, Sogi. Sogi ndio vipi? Mimi nipo. Uko vizuri. Bado unatathmini aliyozungumza Mansuli. Endeleeni kutafakari. Huku tunakwenda kujiunga na mashabiki social kwanza wa Dodoma. Kisha tutarudi hapa studio kwa Asma Outlander pamoja na Mama Chanja, mama mwenendo wake hapa mjini. Jina langu ni Joyce Mwakalinga, tuko katika eneo la Maili Mbili, na moja ya maeneo ambayo mashabiki hupenda kufika hapa kwa ajili ya kushuhudia mitanange mbalimbali ambayo inaendelea katika kuhusiana na mechi mbalimbali ambazo zinaendelea hususan katika kipindi hiki kinachokwenda kuanza cha NBC. Lakini leo ni ngao ya jamii, tunakutana na baadhi ya mashabiki wa soka ambao kila mmoja ataeleza ni namna gani sasa amejiandaa kwa ajili ya kupokea mtanange wenyewe, lakini pia matokeo ambayo yatafika. Ambavyo tunafahamu ni jambo ambalo huwa linasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa soka hapa nchini. Kwa hivyo hapa Dodoma tutazungumza na baadhi ya mashabiki katika eneo hili la Maili Mbili. Hapa ni The Picnic. Tutawasikia wanasema nini hasa, lakini wamejiandaaje kuhusiana na mechi hiyo ambapo kumesalia muda mfupi kwa ajili ya kuanza mechi hiyo. Nakutana hapa na baadhi ya mashabiki. MC Mwangata, tuambie sasa jina lako rasmi, lakini utuambie wewe ni mshabiki, ni mwananchi na kuona. Utatuambia umejiandaaje na matarajio yako ni yapi katika mtanange wa leo? Naitwa John Mwangata almaarufu kama MC Mwangata the Great. Mimi ni influencer wa Yanga katika jiji hili la Dodoma. Unajua tunapozungumza kubishana na Simba, huo muda ushapita na wakati. Kwa sababu gani? Unajua mtu amekufunga mara 5 mfululizo, alafu kikosi cha kwako huja kibadilisha, umekiboresha, umeingiza wachezaji quality wasiopungua 5 ambao katika hiyo quality walioongezeka wengine wanakosa namba kwa quality ambayo wapo wa mwaka jana. Sasa unapobishana na mtu ambaye ameingiza wachezaji 14 alafu hajui atawapanga wapi, ni kuchosha ubongo. Tumejiandaa kwa ajili ya nakwambia leo hazipungui 3. Kifo kiko pale. Kila laheri. Wewe ni shabiki wa Yanga, nikimaanisha ni mwananchi. Nanyi watani, nini hasa mnasema? Mwenzenu ameshajinasibu hapo kuibuka na ushindi. Kwani lipi ambalo mnalitarajia kutoka kwenye timu yenu? Kwanza mimi naitwa Charles, mkazi wa Mnadani, au unaitwa usiyempenda kaja au mkanye mwanao. Haiwezekani. Lazima tuwatandike 2 tu za adabu. Sio tutaki nyingi. 2 tu.
Wote wakalale huko na magaoni yao huko. Wana madekio huko wanatuambia nini hao? Mpira unajua hao? Nikwambie mwandishi. Unaniambia nini? Sisi tunakuja kama mazombi, kama tulivyoingia uwanjani. Banzo anashoka, Kibu anashoka, Mkwara anashoka. Hao wengine siwataji, ila hao lazima wanachomokaji. Sisi ndo sisi, ngoma ya kitoto imesha kesha imeisha, tunakwenda kuchukua ubingwa, tunaenda kuchukua ngao. Jiandaeni utopolo, tunaumiza. Ni kwenye kikosi chenu watu gani ambao nadhani wanaweza wakaleta amsha na kuwathibitishia ama kuwaletea ushindi kwenye kikosi chenu? Kuna Shomari Kapombe, kuna Mkwara, kuna Mpanzu, kuna Kibu Dennis, afu kushoto huko nakuja mbavu ya kulia huko. Kuna mtu mmoja hatari sana. Kuna Mahema yuko pale. Unatuambia nini? Kwanza wewe mwana utopolo utakachosema hapa. Najizalilisha wapi? Ndo najizalilisha. Najizalilisha hujui timu yako mjomba. Eti kushoto kuna Mahema. Ama Man City. Sawa. Ni baadhi ya mashabiki wa soka ni watani wa jadi kama ambavyo inafahamika. Kila mmoja akijinasibu kwa namna yake. Wakati tukiendelea kuzungumza nao basi na miaka mwingine hapa njoo brother. Yes, shukrani sana Joyce Mwakalinga pale Dodoma, ameweza kusikia kuwaona mashabiki social upande wa Simba pamoja na Yanga. Leo ni kila mtu anavutia upande wake. Na sisi tunasema kama mashabiki social sifa ya kwanza ni kuwa mzalendo. Kwa lakini hapa studio hatuko na wazalendo. Mmoja simu moja Yanga. Sisi mimi na yeye wazalendo Abu. Si wazalendo. Hao wengine hao wenyewe mnachakia chumbani. Hapana. Mimi mzalendo Asma, sina timu zako. Ukiona mtu akwambia hana timu anayo. Mimi na kidani sio timu haichezi. Tuzaliwe tukose timu. Haijacheza bado timu yangu. Tuambie vizuri. Kwa nini? Yaani ukiona mtu anakuambia hamna shida ipo. Tuendelea baba kamera. Tuendelea hapo. Abu, hapa tumalize. Kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii tuko na Mama Chanja na Asma Outlander. Ukipenda uiche kwanza Mama Chanja mwenye mjengo. Mwenye mjengo. Sipenda pande moja ndugu yangu. Alafu Asma Outlander. Simba Outlander kwa leo. Sawa. I say hebu tufanye tuende. Kwenye Kariakoo Derby ligi kuu anasema kwamba ufunguzi wa msimu wa burudani ndio huwa hapo ambapo unaona hiyo picha ikiwa imependeza kabisa. Hapo juu picha hiyo ilikuwa ni siku ya Mwananchi ama Mwananchi Day, lakini chini hapo ilikuwa ni Simba Day. Unaona uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo uko umependeza. Kwa juu pale unaona ni kijani na njano, chini hapa kuna nyekundu nyingi hapo. Yes, tukitoka hapo tuangalie mingine pia ambayo tuko nao hapa katika mitandao ya kijamii. Young Africans leo asubuhi waliamka wakasema kwamba leo ndio mechi yenyewe, Derby Day. Kariakoo Derby kwenye ngao ya jamii, na hapo unaona wachezaji wakiwa wamependeza na jazz zao hapo. Official Kevo moja mashabiki wa Yanga na anasema kwamba sisi hao kwenye comments pale, lakini kuna maoni mengine pia ambayo yameandikwa hapo tofauti mashabiki hao wa Yanga ambao walikuwa wakipendezwa na hicho ambacho wanakiona. Tutoka hapo Simba Sports Club ambao ni wageni leo kwenye mchezo siku ya kazi ndicho alichokiandika hapo. Kariakoo Derby ndio hashtag ambayo imetumika kwenye post yao ambao wameweka katika ukurasa wao wa Instagram wa Simba Sports Club Tanzania. Tukitoka hapo pia tuangalie nyingine katika ukurasa wa Mama Chanja. Yes. Asante. Mama Chanja. Kwa kuwa ni mwenyeji tumeanza naye. Leo Young Africans ni mwenyeji katika mchezo wa leo. Unasema oya tunapiga pale kwenye kichwa. Ni jinga hili. Akiwa ameandika hivyo. Tukitoka kwa Mama Chanja, kama kawaida unapompata Mama Chanja huwezi kumkosa Asma. Majid, yeye anasema kwamba leo anakwenda kama Asma Majid Outlander Simba. Majina mengi. Timbovu. Ndivyo hivyo anavyokwenda. Yes, hapo ukimwona Asma Asma kwanza umedamshi kuliko Mama Chanja. Comment pale chini. Wewe nawe. Macho nimevaa miwani. I got you. Nina miwani ndugu yangu. I got you. Comment zangu kwa umeziona? Miwani. Turudishe kwa Mama Chanja tusome comments. Twende kwa Mama Chanja producer. Twende kwa Mama Chanja tusome comments zake. Moja tunaisoma. Yes, haina shida. Yes, kwa Mama Chanja hapa sisi hao alafu kuna moto kuna sisi hao kuna moto mwingi moto ni moto. Huyu ni anaitwa Tuesday. Nikasema sisi hao. Tuesday tajiri. Sawa tuendelea. Sawa.
Tukitoka hapo tuangalie mengine pia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tumeona Mama Chanja, tumeona Asma. Tumalize kabisa na maoni ya mwisho kabisa ambao tumekusanya kwa leo. Duli Dulambo anasema Yanga bingwa, Yanga mtemi, Yanga shujaa. Daudi anasema kwamba timu bora inaenda kupata matokeo leo, sio timu gani. Prima Steven anasema kwamba Simba oye, tunashinda zaidi ya kushinda. Daki anasema kwamba Yanga hatuna mchezaji kutoka Mamelodi, tutaweza kweli? Hatuna mchezaji aliyecheza World Cup Yanga, usajili wetu wa kuunganga. Haya bana, maneno yake. Mashabiki haya. Tuachane nayo. Lakini mimi na wasiwasi ni Yanga kweli. Ujue uzuri wa Shabiki Social tunakupa uwanja mwenyewe unatiririka. Unakuwa tu huru. Yes, unatiririka mwenyewe. Uwe mzalendo. Kwa hiyo kabla ya kumalizana na Machanja na pamoja na Asma Outlander, nikushukuru kwanza wewe Shabiki Social ambao toka mwanzo mpaka muda huu ulikuwa nasi. Leo ni siku ya kazi, kama burudani ipo kwa wote, kwa ninyi kuanzia asubuhi mpaka muda huu na mpaka baadaye usiku. Kwa hiyo usibanduke, endelea kubaki hapo hapo. Kwa sasa Mama Chanja mwenye mjengo wako pamoja na Asma Outlander Simba. Tusiwaache Mashabiki Social wengine wa mtaani hivi tu. Yaani huyu yeye atoke atembee wanapotembea watu wenye nyumba, mimi nitatembea mtembee watu wenye gari. Basi kwa ni hivyo tu. Haya, kwenye zile namba zetu leo, Shabiki Social namba 1 kama kawaida IK atasimama hapo. Namba 2 ni Abu Yusuf, namba 3 tutampa Mama Chanja, namba 4 tunampa Asma. Kiungo mshambuliaji. Yes, kwa hiyo wadau kabisa. Tumaliza hivyo au tutangaze. Mwenye nyumba tangaza kidogo. Tutangaza barabara kabisa tuko ni nini? Tuanze Shabiki Social. Sasa. Na kamera pale. Kipindi sasa. Tufungieni kipindi. Yes. Action. Naam, barabara kabisa ulikuwa nami Esther Mwalwisi. Vile unatembea naam tuko wapi sini unapiga tu kimjengo umeinterfere action anaanza kwenye shimo twende action anza yes ndio maana nifundisha twende action fundisha mtu ajue twende action naam barabara kabisa na ulikuwa nami Esther Mwalwisi ilikuwa nami na mwenzangu hapa Kidundurusi na timu yao inaonekana usajili haujakaa sawa tupate kujua matokeo baadaye ni masaa machache yajayo karibu ndugu yangu Kidundurusi mtu mfupi Asma Outlander uji mwamba fai kidogo kwanza ulipanga hivi sawa kwa majina naitwa Asma Majid Outlander naongea na wewe mtazamaji wa kumradhi kidogo kumradhi ni mtu wa kazi kama sina kazi siwezi kuacha kazi na leo tunakuonyesha kazi pale kwenye uwanja wa Benjamin tulia utaona mimi naongea nikiwa na Outlander lakini nikiwa na ila pale Machanja likiwa lina mjengo wake tuondoke sasa hivyo so sisi tunapenda kuwakaribisha mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi. Shukrani sana. Shabiki Social mpaka wakati ujao.